Upande wa upelelezi tumekuwa na mashauri mbalimbali, na kama mmevyofahamu, Tume ya Mheshimiwa Rais ya Haki Jinai imesisitiza sana swala la upelelezi, swala la ushahidi, swala la ukamataji wa watuhumiwa kwa haki. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limepeleka mashauri yake mbalimbali kupitia ofisi ya mashtaka na yakafika kwenye mahakama zetu za kisheria ambazo zipo katika jiji la Dar es Salaam. Baadhi ya matokeo ambayo tumeyapata mwezi Julai ambao umepita ni pamoja na baadhi ya watuhumiwa waliopelekwa kwa makosa mbalimbali kupatikana na hatia na kupewa adhabu. Miongoni mwa watu waliopatikana na hatia pamoja na mtu aliyofahamika kwa jina la Albert Lisaliko. Huyu ni mkazi wa Kigamboni. Huyu amehukumiwa na mahakama ya wilaya ya Kigamboni kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti. Miongoni mwa makosa mabaya kabisa dhidi ya binadamu ya kimaadili ni pamoja na makosa haya ya kulawiti. Lakini pia mtuhumiwa aliyefahamika kwa jina la Said Shaban, mkazi wa Mbezi kule Mbezi Magufuli, alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Ubungo kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Ukimnyang'anya mtu kitu ukatumia hata kisu au panga, hivyo ni vitu ambavyo vinahesabika kisheria kama silaha, na ukifikishwa mbele ya mahakama, ushahidi ukitolewa, ukapatikana na hatia, adhabu yake ni hiyo. Kwa hiyo huyu amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Mwingine ni Madison Mkumbo. Huyu ni mkazi wa Goba. Alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Ubungo kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti. Yupo pia mtu aliyofahamika kwa jina la Haruna Mustafa, mkazi wa Mbagala Charambe. Huyu amehukumiwa na mahakama ya Temeke kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limebaini pia hivi karibuni kuibuka kwa wimbi la wahalifu maarufu kama matapeli ambao wanajihusisha na matukio ya kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu katika biashara mbalimbali za uongo za madini, lakini biashara mbalimbali za kujifanya wanafanya biashara za kuuza magari, wanachukua pesa za watu na hawawapi magari, wanawadhulumu. Lakini pia wanajihusisha na biashara za kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, kwamba wanauza viwanja sio vyao. Pia baadhi ya makundi haya matapeli wanajihusisha na ununuzi wa mazao ya korosho, wakati mwingine dengu kutoka mikoani, na kuchukua pesa za watu wa ndani au watu wa nje, na baadaye kuwadhulumu pesa hizo. Ipo pia kundi la matapeli ambao wanajihusisha na biashara ya kusafirisha mizigo. Hawana magari, wanachukua namba za magari za watu, wanaingia kwenye gereji na yadi za watu, wanajifanya ni zao, wanawaaminisha watu, wanachukua pesa na kuweza kudhulumu pesa hizo. Makosa haya ni ya kujipatia pesa kwa njia ya udanganyifu, na Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linatangaza kiama cha kisheria dhidi ya watuhumiwa hawa. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level.
Chukua hatua sasa.